Nilipata ruksa, Mheshimiwa Rais aliniruhusu kwenda China, na kule tulipata wenyeji wetu mnawaona wapo baadhi yao hapa, wanaitwa kampuni ya Ranlong ya China. Kampuni ya Ranlong ya China walinipeleka mimi na ujumbe wangu, tukaenda jimbo la Sichuan China, katika mji wao mkuu unaitwa Chengdu. Walitufahamisha kwa hawa ndugu zetu wanaitwa Third Brigade Geological Survey, ni taasisi ya serikali ya China ambayo ni ya jeshi na miaka mingi, ni ya brigade ya 3 ya jeshi, na sasa hivi uwezo wao na teknolojia yao inajulikana kimataifa. Swali lilikuwa zuri kwamba utafiti gani umeshafanyika mpaka sasa hivi. Hii ni hatua ya kwanza ambapo Third Brigade sasa wamekuja Tanzania. Nilikwenda kuwatembelea, ilikuwa Desemba, wiki ya 3, wiki ya 2 na ya 3, hapana, wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Desemba, ndio niliongoza ujumbe kutoka serikali ya Tanzania. Ujumbe ule ulikuwa una wawakilishi kutoka Wizara ya Madini, ulikuwa una wawakilishi kutoka Wizara ya Nishati, na ulikuwa una wawakilishi kutoka Wizara ya Mifugo, pamoja na wawakilishi kutoka sekta binafsi. Katika ziara hiyo ya wiki 2 tulifika kwao, tukawaona, na mimi kama kiongozi wa msafara niliwaomba sasa waje kufanya utafiti, na wao walikubali, lakini itifaki walihitaji niandike barua. Nilipofika nyumbani nilitoa taarifa, na baadaye niliandika barua ya kuwaalika. Na sasa hivi ilikuwa waje mwezi wa kwanza, tukawa tuna shughuli kidogo, tukawaomba wasubiri, ikawa waje tena mwezi wa 4, tukasema sikukuu zimekuwa nyingi maanake mimi nawasikiliza wataalamu waliposema tuahirishe tena, nikaenda kwa shtaki kwa Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa, mimi nikaenda kimya kimya, nikarudi kinyume nyume, nikaenda kwa shtaki kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri akanielewa, maana ana moto, au sio? Tunataka tumalize utafiti ili sekta yetu ya madini ianze seriously kuchangia uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri safari hii nikamwambia, na wataalamu wanasema kwa nini tusisubiri budget, kikao cha budget kiisha? Akasema hakuna, tarehe hiyo wanakuja, na hiyo lazima tuwapokee na waanze kazi. Kwa hiyo wamefika katika hatua ya kwanza, na katika hatua ya kwanza hawa ni viongozi wa juu sana wa Third Brigade, hii taasisi ambayo iko China ambayo inafanya utafiti wa madini. Wamekuja kuangalia, manake anakuja mtu mwanasiasa anakwambia mimi na madini, alafu unakuja naye mkoa wa Pwani, anakuona huko bichi, atakwambia ndugu yangu hapa kuna mchanga au unakuja naye Serengeti, atakwambia bwana hapa kuna wanyama labda na misitu. Sijui tunaelewana vizuri. Kwa hiyo hii ni ziara ya hatua ya kwanza ya muhimu, na wamesema kwamba katika mkoa wa Rukwa madini wameyaona, na wameona mikondo ya ile madini inatoka kwenda kwenye mikoa mingine pia. Kwa hiyo utafiti huu utaongezwa kufata ile mikondo ya madini. Kwa mfano madini ya titanium wamesema tulichokiona pale ni yanapoishia. Sasa kuna ngome yenyewe, tukija tutaifuata tujue pale penyewe ile ngome ilipokuwa, na tutajua sasa uwingi wake. Sasa katika hatua hii ya kwanza tayari wameshapendekeza ni njia gani sasa tufate ili tufikie hatua ya kuyajua ya madini na kuanza sasa kuyachimba kwa manufaa ya kubadilisha uchumi wa Tanzania kupitia madini. Kwa hiyo ziara ilianza kwa ajili ya mkoa, lakini kama mnavyosikia wenzetu wanavyosema, maana mipaka ya mikoa, ndugu zangu, hii ni mipaka ya kiutawala. Tujue kwamba katika wilaya hii kuna Watanzania wangapi, kuna tarafa ngapi, kuna kata ngapi. Sasa madini hayajui hivyo, madini yanakatiza. Madini ni kama wanyamapori, ndio maana hata ramani za hifadhi zinavuka mipaka ya kiutawala. Unaweza kukuta hifadhi imeanzia mkoa wa Arusha lakini inakwenda mpaka mkoa wa Mara. Kwa hiyo sasa hivi naweza tu nikasema kwa kifupi kwamba ingawa mimi sina mamlaka hayo,
lakini wenzetu wa madini wa ngazi ya juu wapo hapa katika safu hii, na mimi ni mkuu wa mkoa. Wamesema sasa hii ni hatua ya kwanza, wamekuja wiki mbili. Utafiti wa madini unachukua wakati mwingine miaka. Sasa watakwenda sasa, baada ya makubaliano hapa, watakwenda nyumbani, tukishakubaliana nao, halafu sasa wataleta hizo timu. Lakini walichosema sasa hivi katika hatua ya kwanza, ingawa wameona kwa juu, wanasema madini yapo, ni mengi, na wametoa mapendekezo, tuanze wapi, twende wapi. Na wamesema tu kwa mfano kwa mkoa wa Rukwa peke yake kuna makaa ya mawe, sababu ukitaka kuboresha bidhaa zinazotokana na shaba na vyuma vingine katika orodha ya madini 6 ya Tanzania, metals hizi metals, madini chuma ambayo ni silver, chuma chenyewe, dhahabu, shaba, hivi ndio ambavyo mimi nataka vichimbwe kwa kitaalamu na kwa kuleta faida ili kubadili uchumi wa nchi yetu. Na hivi wanasema sasa vinavuka huku nyanda ya juu kusini, wameona vipo lakini vinavuka. Sasa ndio hapo wanapoingia wenzetu wa Wizara ya Madini, tutawasaidia hawa wayatafute kote kule yalikovuka. Kwa hiyo tutakwenda mikoa ya Katavi, Kigoma, Songwe, Iringa, tutakwenda mpaka mpakani na Zambia, tutakwenda mpaka mpakani na Msumbiji, Ruvuma, Lindi, kote ambako watakuwa wanayafuatilia kwa kufuata taratibu na sheria zilizopo za utafiti wa madini katika nchi yetu. To check the geological preliminary survey, we find lots of remains of the gold, copper, titanium, and emeralds, etc. And I think it's very confident for us to get more and better results if we spend more time to do a more detailed survey this time. Very good plan to do the survey step by step, because we have to use the airborne way to check first in remote sensor ways. Then we do the more geological chemical ways and the geological physical ways to know what reserve we have and in what solution we can start the mining. So which way is most efficient and can we get the best returns? That's it. Thank you.